nikukumbusha hicho tunapoendelea kujifunza, usiwe mbali. Kitu cha kwanza ambacho kiliwaingia Adam na Eva, kwanza walijiona wako uchi. Wingu la Mungu, kutokuwa na nguo, hii nguo. Unajua Yesu alipokuwa anaondoka, kata kitu ambacho aliwaambia wanafunzi wake, aliwaambia kaeni Yerusalemu mpaka mvikwe, mvalisho uwezo kutoka juu. Sawa? Kwa nguvu za Mungu, the initial ability, original ability ambayo Mungu alikuwa ameumba kwa mtu inaitwa nguo. Ni kama nguo hivi, inakukava, inakufunika kabisa. So the presence of God ilikuwa imeondoka kabisa katika maisha yao. At the same time in them, lakini kwenye mazingira uwepo wa Mungu ulikuwa bado. Unaelewa watumishi wa Mungu? Kama unaelewa kuna mkono. Ulikuwa umeondoka ndani yao, lakini you know, unapojifunza mambo ya Roho Mtakatifu, kuna upako wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa ndani ya mtu. Alafu kuna upako wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa juu ya mtu. Alafu kuna upako wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa unamzunguka. Mnaelewa watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa chochote kati ya vitatu vinaweza vikaondoka, kimoja wapo kinaweza kikaondoka. Unaweza kukosa mafuta yaliyo ndani yako. Okay, ngoja nikupe mfano ndio wewe uweze kuelewa. Kwa mfano, wewe ni msengenyaji. Okay, I'm not talking about you. Awepo mtumishi ambaye ni mtumishi mzuri wa Mungu, lakini msengenyaji, mzinzi, nini, mambo mengi ya dunia yako ndani yake. Anayafanya tu, anaendelea kama kawaida. Alafu akaitwa ghafla labda kuhudumu. Tunaenda pamoja. Akaitwa ghafla kuhudumu. Akapiga magoti, akasema Bwana Yesu, naomba unisaidie, naenda kuhudumu baadaye. Nitakapokuwa naimba, nitakapokuwa nafanyaje, watu waone wingu lako. Akamaliza kuomba. Anaweza kaja hapa au akaja sehemu yote ile ambayo unakwenda. Anakapoanza kuimba tu, kashangaa wingu limeshuka. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi ya kwamba mafuta yako ya kutosha ndani yako. Ule ni upako wa Roho Mtakatifu ambao unakuwa juu ya mtu. Na huo upako kwa jina lile linaitwa Roho wa Bwana. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri. That is the spirit of dominion. Tunapokuwa tunaamua kufanya kitu cha Mungu at any time, kuna upako ambao unakuwa juu ya mtu. Lakini kuna ule ambao unakuwa ndani ya mtu. Sasa upako ambao unakuwa juu ya mtu hautamfikisha mbinguni. Upako ambao unakuwa juu yako kusaidia kuminister, kufanya mambo ya Mungu hautakufikisha mbinguni. Ambao utakusaidia kufika mbinguni ni ule ambao uko ndani yako. Unanielewa? Ndio maana maandiko yatuambia kwamba walikuwepo wanawali 10, 5 walikuwa pumbavu, 5 walikuwa wenye busara. Waliokuwa na busara walichukua taa, wakachukua na mafuta pamoja nao. Lakini wale wengine walikuwa na taa peke yake, lakini wakakosa mafuta. Lakini wote walikuwa ni wanawali. Mnanielewa? Wale ni mfano halisi wa kanisa. Wote tutakuwa ni kanisa, wote tutakuwa na neno la Mungu na tunafanya mambo ya Mungu. Ndio mfano halisi wa taa. Lakini mafuta ni nguvu ya Mungu ambayo iko ndani ya mtu. Do you understand? Hallelujah. Kwa turudi kwa Adam na Eva, maandiko yatuambia kwamba kajiona wao uchi. Uwepo wa Mungu kaondoka physically and spiritually. Na ndio maana wakaanza kuona aya. Baadaye wakajificha nyuma ya miti. Asa, my friends, unaposoma vizuri kuhusu mateso ya Yesu, tutajifunza kesho na uhusiano wa kifo cha Yesu na nguvu za Roho Mtakatifu kwa uamini. Yesu alipokuwa anateswa pale msalabani, kuna vitu ambavyo vinafichwa. Hata unapoangalia kwa mfano, yamkini wote mmewahi kuangalia movie ya Yesu. Yesu alipokuwa anateswa pale msalabani, kati ya kitu ambacho kilifanyika, alivuliwa nguo zote. Mnaelewa ninaposema kwamba alivuliwa nguo zote? Kuna mtu mmoja hajaelewa. Okay. Alivuliwa nguo zote za nje na nguo zote za ndani. Ndicho kitu hicho ambacho kilitokea kwa kina Adam na Eva. Yesu, maandiko yatuambia kwamba alifanyika dhambi. He became sin. Yaani jina la Yesu alipokuwa anaenda pale msalabani, that man was called sin. Alikuwa anaitwa dhambi. Ukisoma Wakorintho wa pili sura 5:21, anasema kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi. Na Wagalatia ile 3:13 anasema yeye alifanyika laana. He became a curse. Alifanyika laana, kwa maana imeandikwa amelaaniwa mtu yule angikwae mtini. So Jesus became sin. Na baada ya Adam na Eva kuwa wamemtenda Mungu dhambi, maandiko yanatuambia kwamba kajiona wako uchi. Yesu alipokuwa anaenda msalabani alivuliwa nguo zote akawa uchi kabisa. Alafu Adam na Eva walienda wakajificha nyuma ya mti, wakajificha mtini kwamba Mungu asiwaone. Na Yesu, maandiko yanasema kwamba alitundikwa mtini. Yesu aliwekwa msalabani, msalaba ambao umetengenezwa kwa miti. Kwa kile kitu ambacho kina Adam na Eva walikuwa wanakifanya katika bustani ya Eden, it was so prophetic.
ilikuwa ni kitu cha kinabii ambacho walikuwa wanakifanya pasipo wao kujua, wakiwa wanamlenga ukombozi wa mwanadamu baadaye na madhihirisho mengine ya Mungu ambayo atakuja kuvunja kazi zote za adui katika maisha yao. Kwa maandiko yatuambia kwamba wakajificha kwenye mti, wakajificha mtini. Kujificha mtini kinabii ni swala la Yesu kuwekwa pale ndio msalabani, akaangikwa mtini.